ni uongo au ni ukweli. Tunalaani kwa sababu kubwa moja. Ndugu Askofu Josephat Mathias Gwajima anayo maeneo mengi ya kufikisha kile ambacho alihisi katika nafsi yake kinaweza kuwa msaada kwa taifa letu. Hiko ndio kitu kikubwa ambacho kimetufanya sisi ama mimi nije nizungumze na nyinyi. Ndugu zangu, katika mazungumzo yake ndugu Askofu Josephat Gwajima alizitaja familia za viongozi, kwa maana familia ya Mheshimiwa Rais, lakini pia akaenda mbali zaidi na kumtaja mtoto wa waziri mkuu. Wako baadhi ya Watanzania wanaweza kutumia maneno ya Askofu Josephat Gwajima na kuleta uchonganishi, uchochezi ndani ya taifa letu. Wako wengine ambao walikutwa na kadhia hiyo katika familia zao, wanaweza kutumia hasira zao kwenda kuzuru familia zilizotajwa na Askofu Josephat Mathias Gwajima, na hatimaye ndani ya taifa letu tukaingiwa na mtafaruku mkubwa usiokuwa na mwisho. Kwa sisi binafsi ama mimi binafsi nimefadhaishwa mno na kile ambacho Askofu Josephat Mathias Gwajima amekiwakilisha kwa umma. Na katika mazungumzo yake ndugu Askofu Josephat Gwajima alitoa ushauri wa upatikanaji wa wakuu wetu wa vyombo vya dola kwa taifa letu. Sisi sote tunafahamu wakuu wetu wa vyombo vya dola katika taifa la Tanzania wanapatikana kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu na si vinginevyo. Haijawahi kutokea ndani ya taifa la Tanzania kupatikana mkuu wa chombo chochote cha dola kwa utashi wa rais au kiongozi mwenye mamlaka ya kufanya hivyo. Mkuu yoyote wa chombo cha dola ndani ya taifa la Tanzania anapatikana kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu. Kwa hiyo kwanza naomba nimkumbushe Askofu Josephat Gwajima, viongozi wetu waliokuwa na dhamana ya kuliongoza taifa hili hawajawahi kufanya uteuzi wa nafasi yoyote nyeti ya taifa letu kwa kuamini uswaiba, mahaba ya mtu kwa nafasi anayompatia. Mara zote anayeteuliwa huwa anateuliwa kwa utendaji wake wa kazi, uzalendo kwa nchi yake, lakini pia uzoefu wa namna alivyotumikia taifa letu kwa maeneo mbalimbali. Kwa hiyo si kweli kwamba wako baadhi ya wakuu wa vyombo vya ulinzi wameteuliwa kwa matashi ya watu wenye mamlaka ya kufanya hivyo. Lakini Askofu Josephat Gwajima akaenda mbali na kusema yeye anayo maeneo kwenda kuzungumza na akayaainisha. Lakini moja ya eneo ambalo akasema hawezi kulifikisha jambo hilo ni kwa Mheshimiwa Rais, kwa sababu ni sehemu ya wanufaika wa hayo. Ndugu zangu, mimi na nyinyi ni mashahidi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 6 na awamu zote zilizopita, wanufaika lolote baya au ovu dhidi ya Mtanzania yoyote kwa taifa letu. Mimi na nyinyi ni mashahidi. Wako baadhi ya Watanzania walikutwa na kadhia ima ya kupotea au kutekwa. Rais wetu ameonyeshwa kuguswa na kuchukizwa na hayo. Wako baadhi yao amechangia matibabu yao pale ambapo walipatikana. Ni ishara tosha kwamba rais wetu si sehemu ya kunufaika na hayo aliyozungumza. Ndugu zangu, hivi sasa tupo katika kipindi kizito
cha uchaguzi. Miezi michache ijayo taifa letu la Tanzania litaingia katika uchaguzi. Tunapokwenda katika uchaguzi, tunawasihi na kuwataka wale wote ambao wana nafasi mbalimbali aidha za kutuwakilisha katika vyombo vya dola, ima ndani ya vyama vya siasa, matamshi yao wanayoyatoa wayatazame. Wanazungumza nini? Wanasema wapi? Na katika eneo gani? Kipindi tulicho nacho si kipindi cha kuzungumza maneno ambayo yataleta adha, kero, shida na changamoto kubwa katika taifa letu la Tanzania. Kipindi hiki wako baadhi ya wanasiasa wasiotakia mema taifa letu la Tanzania, ndio kipindi ambacho hupenyeza na kupitisha agenda mbalimbali zenye kulifarakanisha taifa letu la Tanzania. Kwa tunawasihi sana wale wenzetu wenye nafasi mbalimbali kutazama kinywa chao kipindi ambacho wanakwenda kuzungumza. Tutakumbuka mambo haya ya utekaji, upoteaji ndani ya taifa letu la Tanzania. Awamu ya 6 si mara ya kwanza kutokea, na hakuna Mtanzania yoyote, awe wa CCM awe wa nje ya Chama cha Mapinduzi, anayefurahishwa na mambo ya namna hiyo. Hakuna Mtanzania aliyotayari kushuhudia, hakuna Mtanzania aliyotayari kuona Mtanzania mwenzake anapotea na watu wasiojulikana au kwa hila za kisiasa. Hatuko tayari dhidi ya hilo. Kwa hiyo wanasiasa wasitumie mambo haya kama mtaji wa kisiasa tunapoelekea. Wanasiasa wasitumie mambo haya kama mtaji wa kutafuta huruma kwa wananchi kwa kipindi hiki tulicho nacho. Tunawaomba wanasiasa wetu ndani ya taifa letu, tumieni kazi mlizozifanya kwa wananchi wetu kuwa kama kielelezo cha nyinyi kurudi katika nafasi mlizo nazo. Msitumie uchonganishi kwa wananchi kama sehemu ya kujipatia uhalali wa kurudi katika nafasi mlizo nazo. We love fast things because who enjoys waiting? That's why you choose LG Dual Cool for the fast cooling, right? LG Dual Cool. Kwa Askofu Josephat Gwajima anasema taifa letu linaweza kupoteza mashirikiano ya kibiashara kwa sababu ya wanaharakati wachache kutoka nchi ya Kenya. Sisi sote ni mashahidi. Tumeshuhudia baadhi ya viongozi wa Kenya wakitoka hadharani na kuzungumza hawakubaliani na kile ambacho wanaharakati wa taifa lao wamekifanya ndani ya taifa letu. Tunashangaa Mtanzania mwenzetu kuamini nchi yetu inaweza kupoteza mashirikiano ya kibiashara eti kwa sababu ya wanaharakati ambao taifa lao wenyewe limewakana hadharani. Nyinyi ni mashahidi. Ustawi wa diplomasia ndani ya taifa letu ni hali ya juu, na uthibitisho wa hilo ni juzi tu nchi mbalimbali ya Afrika zimemchagua Profesa Janabi kuwa mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika. Hicho ni kielelezo tosha kama bado taifa la Tanzania linaaminika na linakubalika kwa mataifa mbalimbali ya Afrika na nje ya Afrika.
Ndani ya taifa letu la Tanzania tunazo sheria zetu. Hatuko tayari kuona mtu aliyetoka nje ya taifa letu kuvunja sheria zetu kwa sababu tu ni mwanaharakati kutoka nchi nyingine. Jambo hilo hatuko tayari nalo. Wako baadhi ya Watanzania walisharejeshwa kwa kuishia airport baadhi ya nchi mbalimbali. Inapotokea nchi yoyote inapoona hujakidhi vigezo na sheria zao kuingia katika nchi yao, ni jambo la kawaida kurejeshwa nyumbani kwenu. Kwa hiyo msingi wa mambo haya yote na kuwaiteni ni kulaani yale yote ambayo yametolewa kwa sababu tu tunaamini ni kuchochea wananchi, ni kuchochea Watanzania, hasa kwa kipindi hichi tulicho nacho. Na kiomba chama changu cha Mapinduzi, tunapoelekea katika mchakato wa uchaguzi mwaka huu, mabadiliko ya katiba yaliyofanywa na chama chetu ya kwamba sasa kabla ya wanachama kushiriki katika mchakato wa kura za maoni tutajaza fomu, na mara baada ya kujaza fomu tutaanza vikao vya uchujaji na hatimaye kurejesha wale wachache waliokidhi sifa na vigezo vya chama chetu pamoja na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunakishauri chama chetu cha Mapinduzi wakati huu ituangalie na iwaangalie sana, imulike sana wale wote watakaojitokeza kuchukua fomu ndani ya chama chetu. Ikibidi, tunaamini chama chetu kinasema binadamu wote ni sawa, tunaamini hivyo. Lakini katika mchakato wa mtu kuomba uongozi ndani ya chama chetu, katika majina matatu au kadri vikao vya chama chetu vitakavyoona inafaa, ituteulie wale ambao wamelelewa, kukulia, kuokwa, wanaofahamu na kutambua tamaduni, taratibu, itikadi, mienendo ya Chama cha Mapinduzi. Ni imani yetu ukifanyika uteuzi wa namna hiyo, watapatikana watu wenye kufahamu wapi wanatakiwa wakaseme, na wakaseme neno gani, na wanazungumza na nani. Chama chetu cha Mapinduzi kina caucus ya wabunge wa CCM. Wabunge wote wa Chama cha Mapinduzi liko eneo wa mabawa namna ya urikaji moja alitanuki vizuri, na tunamuomba apitie upya alichokizungumza, na kwa kuwa amesema atarudi tena kuja kutueleza, nasi atakaporudi tutarudi kuja kuzungumza na nini. Na tunakiomba Chama cha Mapinduzi, chama chetu kuendelea kuwa na mneki wa aina hii si busara na si jambo jema. Chama chetu kuendelea kuwa na mbunge wa aina hii si busara na si jambo jema. Sisi tunaamini Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anakerwa mno, anachukizwa mno na hayo yanayofanyika dhidi ya wananchi wake aliyoapa kuwalinda. Hatotokea ndani ya taifa la Tanzania rais kutoka Chama cha Mapinduzi kuwa sehemu ya kufurahia wananchi wake wakitekwa. Hayupo na hatakuwepo. Chama chetu ni chama imara, ni chama chenye kujibadilisha kila wakati kulingana na mazingira ya wakati huo na uhitaji wa matakwa ya wananchi katika kipindi hicho. Mara kadhaa tumekuwa tukifanya hivyo. Kwa tunaamini Daktari Samia Suluhu Hassan
ni mzalendo namba moja ndani ya taifa la Tanzania, na tunaamini halali mara zote anawaza, anatafakari kwa kushirikiana na vyombo vyetu vya dola namna bora na nzuri ya kukabiliana na janga hili linalojitokeza katika taifa letu. Kusema yeye ni sehemu ya wanufaika ni kuikosea heshima taifa letu, ni kuvunja hadhi ya rais wetu, lakini pia ni kukiuka miiko ya chama chetu. Tunamuomba mwenyekiti wa chama chetu kupitia vikao